Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tutaenda kujifunza kidogo tu kuhusiana na uponyaji. Unaweza kaandika hapa kichwa cha somo, Yesu ndiye mponyaji wetu. Ukiona wetu ni wingi, sema Yesu ndiye mponyaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndio nani? Yesu ndio mponyaji wangu. Tutajifunza, jambo la kwanza tutajifunza magonjwa ni nini. Huwezi kuponywa na Yesu kama hutojua magonjwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na tutajifunza magonjwa ni nini kwa sababu hii ndio sehemu kubwa ambayo shetani yeye anaitumia kwenye ulimwengu huu kwa ajili ya kuweza kuharibu mipango ya watu. Kuiba muda wa watu, anaiba fedha za watu, lakini pia anawafunga watu kwenye kifungo. Kwenye ulimwengu huu tunasikia kuna kitu kinaitwa hospitali. Lakini hospitali ni nini? Hospitali ni sehemu ni gereza ambalo linatumiwa na shetani kwa ajili ya kwenda kuwaweka watu wake pale. Yeye anakwenda anampa mtu ugonjwa, na yule mtu kwa sababu afahamu kweli ya Mungu anaona mahali sahihi pa kukimbilia ni hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ni wako kwenye ulimwengu huo kwao, ni sehemu yao sahihi ya kukimbilia kule. Wengine wanapata majibu ya temporary, lakini wengine tunaona sasa sehemu ambayo inatoa majibu ya kuweza kumfanya mtu awe huru. Kwa nini wameweka kitu kinaitwa mortuary? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunajua kwenye hospitali wengi kuna kitu kinaitwa mortuary. Mortuary si mnazijua zinahifadhi nini? Bwana Yesu asifiwe. Kama pangekuwa ni mahali pa uponyaji, wasingekuwa na mawazo ya kuweka kile kitu. Waliweka kile kitu kwa sababu walikuwa wanajua hapa ni mahali pa nini. Bwana Yesu asifiwe. Hizo unaweza kupata majibu au usipate. Ndio maana ya hospitali. Hospitali ni sehemu ambayo unaweza kupata majibu kwa temporary au usipate kabisa. Shetani yeye akajipatia majibu, ndio maana ameweka ile mortuary. Lakini magonjwa ni nini? Magonjwa ni nini? Magonjwa kwa tafsiri ya haraka, magonjwa ni mapepo. Andika tu hivyo, magonjwa ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Magonjwa ni nini? Ni mapepo. Haya, kama magonjwa ni mapepo, wengine anaweza kusema mbona mapepo sasa mimi sijui mapepo ni nini? Mapepo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Mapepo ni malaika waovu. Naandika tu hivyo, mapepo ni malaika waovu. Kwenye ulimwengu kuna malaika wema na malaika waovu. Hao walipatikana baada ya kumuasi Mungu kule mbinguni. Na chanzo chao kikuu alikuwa ni shetani. Shetani alipoona amepewa ule uwezo wa kuweza kuwafundisha malaika wengine kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu, akajiinua. Mungu alipoona ule moyo wa shetani wa kujiinua, akaamua kumfukuza kule mbinguni. Lakini sasa wakati anajiinua, tayari kuna baadhi ya malaika wengine ambao walikuwa wanamuelewa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kile kitendo cha wale malaika wengine kumuelewa shetani Biblia inazungumzia ni robo ya malaika wote ambao Mungu aliwaumba walishikamana na shetani. Kwa hiyo robo tatu wakabaki na Mungu. Mungu alipoona kile kitu ndani yao akaamua kuwashusha chini kabisa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe.
Napendaga turudie hii ili tuweze kuelewa, ili hata yatakapokuwa yanakusumbua Yesu ametoa jinsi gani ya kuweza kuyashughulikia. Mapepo sio kitu cha kuyaogopa, wala shetani sio kitu cha kumwogopa. Ukishamjua tu kazi yake ni nini, basi Yesu amekupa umfanye nini, umeshammaliza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waliposhushwa chini kuzimu, hapa duniani sisi tuko katikati. Tuelewe hilo, wote sisi tunapaswa kuelewa hilo. Hapa duniani ni wapi? Ni katikati. Mungu ametuweka hapa kwa makusudi kabisa hapa duniani. Yeye yuko juu mbinguni, shetani yuko chini kuzimu. Sisi tuko hapa katikati. Ametuweka hapa katikati, ametupatia na akili. Hii akili aliyotupatia ni ya kuchagua. Akili ya kuchagua kwamba unapoishi hapa katikati, eza maisha yako yote huo unamtumikia aliye juu mbinguni, ambaye ndio yeye ambaye anaendelea kukupatia pumzi siku zote za maisha yako, ambaye ndio yeye anaendelea kuhakikisha afya yako inakaa vizuri, ambaye ndio yeye anahakikisha kwamba hata uchumi wako unakaa vizuri, ambaye ndio yeye anahakikisha kwamba kila unachokifanya kinafanikiwa ukiwa hapa katikati. Au uamue kutumia akili yako kwa ajili ya kumtumikia aliye chini kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na tunaona wengi wanafanya hivyo. Wengine tumechagua kumtumikia aliye juu, lakini wengine wamechagua kumtumikia aliye chini. Sasa mapepo au wale malaika waovu wakaungana na shetani. Kwa hiyo shetani ndio akawa mkubwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani akawa nani? Mkubwa wao. Kwa hiyo alichokifanya shetani sasa, akaamuru sasa wale kuwamiliki wawe chini yake. Alafu sasa alipoweza kufanikiwa hilo, akaangalia Mungu ni kitu gani ambacho amekiumba anakipenda zaidi kuliko vitu vingine vyote. Bwana Yesu asifiwe. Akaona kwamba mtu amemfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hiyo akagundua, shetani akagundua ya kwamba kumbe Mungu anampenda sana nani? Mtu. Mungu anakupenda sana wewe. Mungu ananipenda sana mimi. Mungu anawapenda sana ndugu zetu. Shetani sasa kwa hila yake akaamua kuja kumdanganya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Alipomdanganya yule mtu akadanganyika, ndo akahamia kwa nani? Kwa shetani. Ndo dhambi ikaingia hapo mwanzoni. Na hayo matendo yote aliyafanya Adamu. Sasa kwa sababu sisi tumetoka kwa Adamu, manake tumetoka kwenye chanzo cha nini? Cha dhambi. Wote ndo tukawa tuna dhambi. Anasema wote mmefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo yoyote anayefanya dhambi anapungukiwa utukufu wa, ukipungukiwa utukufu wa Mungu maana yake umeongezewa utukufu wa shetani. Umemfanya shetani afanye kazi yake vizuri kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa mapepo haya yanafanyaje? Mpaka yanasumbua watu namna hii. Mapepo yanachokifanya yenyewe ni yanatumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yanatumwa na shetani mkuu wao. Nenda kwenye familia fulani, kahakikishe unafanya vurugu pale. Ndio unakuta anaingia kwa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Anaingia kwa mtoto anapata ugonjwa, au anaingia kwa mtu mzima. Sasa mwili wa mwanadamu Mungu ameuumba katika ukamilifu. Lile pepo kwa sababu liko katika ulimwengu wa roho, au wale malaika waovu kwa sababu wako katika ulimwengu wa roho, wanakuja kuingia ndani ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Wanapoingia ndani ya mwili wako unaanza kupata maumivu kwa sababu kile kitu hakijazoea. Kwa hiyo mwili wako unapopata maumivu, inakupa taarifa wewe ya kwamba Bwana, wewe tumeingiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumefanyaje? Tumeingiliwa. Eza maumivu ya kichwa, eza maumivu ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu yoyote utakayoyapata ujue umeingiliwa na shetani, umeingiliwa na
malaika waovu ambao sisi tunaita mapepo. Wameingia kuja kufanya uharibifu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu wanadamu wa kawaida hawajui, ndio wanaita nini? Magonjwa. Anaumwa homa ya kichwa, si tumbo, si nini, ameshikwa. Tena wengine wanasema ameshikwa na homa kali. Mapepo, malaika wana kila kitu kama sisi tulivyonavyo, wana mikono, wana kila kitu na wanaofahamu vizuri tu. Wanapokwenda kumshika mtu, wanamshika mtu sehemu ambayo wanahakikisha kabisa huyu mtu hataweza kufanya chochote. Ndio naona wengine wanashikwa miguu, unasikia amepooza, ameparalyze, miguu haifanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameshikwa matumbo yao yanauma, wengine migongo, wengine vichwa vinauma. Bwana Yesu asifiwe. Hizo zote ni kazi za mapepo, na wanafanya hivyo. Lengo kubwa la kufanya hivyo ni kuweza wewe umtukuze shetani. Manake wewe ukiwa unaumwa, manake unapeleka sifa kwa nani? Kwa shetani, ya kwamba shetani anafanya kazi yake vizuri kwenye mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na uzima, manake unamtukuza nani? Mungu, ya kwamba Mungu anafanya kazi yake nzuri kwenye maisha yako. Tuelewe mambo hayo ili atusaidie kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo magonjwa ni nini? Magonjwa ni mapepo au malaika waovu wanaotumwa na shetani kwa ajili ya kuja kumharibu mtu. Ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Unapokosa maarifa ya Mungu utaangamizwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mapepo yanatokea wapi? Mapepo haya yanatokea kule kuzimu. Yapo kabisa, ni yamepangiliwa kama tunavyoona huku duniani. Kuna serikali yetu imepangiliwa, kuna idara mbalimbali. Kuna idara sijui ya afya, kuna wizara ya afya, wizara sijui ya michezo, wizara sijui ya nini. Wizara hizo mbalimbali na kule kuzimu nazo zipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kinachofanyika, anachokifanya ni kwamba anaweza akaamua kwamba wizara hii ya kupeleka magonjwa iende nyumba fulani ikapeleke magonjwa, ile nyumba ipate kuathirika, ipate kupata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa Yesu anataka tufahamu mapema, ili hata tunapokwenda kuyashughulikia tuwe tumeshafahamu tunashughulikia kitu gani. Tusome Luka sura ile ya 11 na mstari ule wa 24 hadi 26. Luka sura ya 11 mstari wa 24 hadi 26, tukaone pale. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 24 hadi 26. Hadi 26. Soma hapo aliyepapata. Amina. Pepo mchafu amtokapo mtu kufikia mahali pasipo maji, akifuata mahali pa kupumzika. Ndio. Alipoona husema, nitarudi nyumba yangu. Nitarudia nyumba yangu. Hata fikapo akaiona imefagiwa na kutambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Simuona hapa anatuambia pepo mchafu amtokapo mtu. Ukisikia amtokapo, manake alimwingia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kaangalia, kaona umepata labda kipato kwenye familia yako, mmekaa na familia yako, baba na mama wamekaa, wanataka kupanga sasa ile fedha waifanyie kitu gani.
maendeleo gani wayalete. Shetani anaona katika ulimwengu wa roho. Akishaona anamtuma pepo, anasema umeona, anamtuma yule malaika muovu, umeona ule mpango wao, ule mpango wao sitaki utekelezeke. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona ile Jumapili ya kwamba Mungu anataka tufanikiwe, lakini tukiona tufanikiwe ujue shetani ndio hataki tufanikiwe. Kwa hiyo wewe wakati unapanga mipango ya kwenda kufanikisha jambo lako, shetani yeye anaona anataka usifanikiwe. Kwa hiyo anachokifanya kuzuia yale mafanikio, anatuma huyo pepo mchafu. Anakuja kumwingia eza mtoto kwenye familia au ndugu yoyote yule. Kwa hiyo akishamwingia yule ndugu, anaanza kupata utofauti wa mwili wake. Ndio utakuta mwingine mwili wake unapata joto kali, mwili wake unapata homa kali. Watu wasiojua wanamchukua na kumpeleka wapi? Hospitali akapate vipimo. Sasa wao lengo lao ni kwenda hospitali ili wakaweze kugundua shida ni nini. Lakini kule hospitali ukifika, kabla hujapokelewa, kuna sehemu panaitwa mapokezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale mapokezi unalipa hela ili ufanye nini? Upokelewe. Tayari shetani alishaiba hiyo ya kwanza, hiyo pesa ya kwanza. Pesa ya pili utaambiwa huyu homa yake ni kali, anatakiwa alazwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishalazwa kuna kulipia kile kitanda. Tayari shetani alishaiba pesa nyingine ya pili hiyo. Kwa hiyo ule mpango wa familia wa kuweza kufanikisha jambo fulani kwa ajili ya maendeleo sasa unaharibiwa na wizi wa nani? Wa shetani. Tumeelewana hapo? Jambo la tatu, daktari anaweza kukwambia bwana, homa yako ni hii, kwa hiyo natakiwa ununue dawa hii au tukupige drip sijui na nini. Ukishafanywa vile, zinaandikwa zile, bidi ulipie nini? Fedha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaibiwa fedha. Lakini ukishaibiwa fedha, hauibiwi fedha tu peke yake, unaharibiwa ule mpango wako wa familia. Bwana Yesu asifiwe. Ule mpango wa familia wa kuweza kufanya maendeleo unafanya nini? Unaharibiwa. Ukishaharibiwa, lakini pili unaibiwa muda. Muda unaoibiwa ni muda wako wewe, lakini pia unaibiwa muda wa ndugu zako, wa marafiki zako. Lazima wao hospitalini watakuja kukuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huruma zao walizoumbwa na Mungu watakuja kukuona. Lakini kile kitendo cha wao kuja kukuona, ule muda ambao wanatoka kuja kukuona wewe, walitakiwa wafanye mambo mengine ya maendeleo. Lakini shetani anawaibia ule muda, anawaleta kule ili waje wakuone. Sio kukusaidia kwa chochote. Yaani wanakuja kukuona jinsi ulivyolala pale hospitali. Hawana msaada wowote ule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema pepo mchafu amtokapo mtu. Ukisikia amtokapo mtu, maana yake amwingiapo mtu. Alimuingia, sasa anamtoka. Na anaweza akamtoka kwa sababu tayari huyo mtu ameanza kupata ufahamu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Au kaombewa na mtumishi wa Mungu. Ndio maana sisi haturuhusiwi, mtumishi yoyote wa Mungu ambaye anajitambua, anatambua kufanya kazi ya Mungu, haruhusiwi kumuombea mgonjwa yoyote yule pasipo kumfundisha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mapepo haya ndiyo yanasumbuaga watu. Yanasababishaga watu hata wasiweze kufanya yale mambo ambayo wanayataka. Mapepo. Kwa hiyo magonjwa ni nini? Magonjwa ni mapepo. Mapepo ni nini? Ni malaika waovu walioungana na shetani kwa ajili ya kumwasi Mungu. Wanafanya nini? Wanafanya kazi, wanatumwa na shetani kufanya kazi kwa ajili ya shetani kupata utukufu. Kwa sababu wewe ukishakuwa mgonjwa tayari unamsababisha shetani aonekane akifanya kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Yapo wapi? Yapo kuzimu. Kuna idara kule mbalimbali. Tunasema huku duniani kuna idara ya uchumi na maendeleo, lakini kule kuzimu kuna idara ya kuhakikisha huo uchumi wako na maendeleo hayasongi mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo magonjwa ni mapepo. Tusome pia tena Mathayo Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 7. Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari ule wa 7.
Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari ule wa 7. Aliyepapata asome. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia hapo? Kumbe anayepooza watu ni nani? Ni pepo. Anayefanya watu wawe viwete ni nani? Ni mapepo. Lakini hata mabubu, wanaofanya watu wawe mabubu ni mapepo. Hata wanaofanya watu wawe vipofu ni nani? Ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pepo anapomtoka mtu ndio huyo mtu anapata kupona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lengo kuu, Yesu aliwahi kutuambia lengo kuu la shetani kuwatuma hayo mapepo kwa ajili ya kuja kuharibu maisha ya watu. Lengo kuu linapatikana wapi? Tusome Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Tutamalizia hapo, afu tutaendelea siku jioni, nadhani tutaendelea tutasoma kidogo juu ya nani mponyaji wetu, na ili tuweze kuponywa tunatakiwa tufanye nini. Lakini sasa hivi tumeangalia tu kwanza magonjwa ni nini, yanatoka wapi, nani mmiliki. Tumemwona mmiliki ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Mmiliki wa magonjwa ni nani? Ni shetani. Sasa lengo lake kubwa ni nini? Tusome hiyo Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Anapopeleka magonjwa kwa mtu, lengo ni nini? Ingawa hapa nimesema tu kwa mbali, lakini tuone Yesu anatuambia nini hapa. Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Tumepapata? Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Amina. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Hapo anamzungumzia shetani. Shetani anapotuma pepo lije kwenye maisha yako, lile pepo linakuja kufanya kitu cha kwanza ni wizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Linaiba nini? Linaiba kwanza ile afya yako. Ndio maana mwili wako unaanza kupata maumivu na kukuambia bwana, tumeingiliwa na mwizi, chukua hatua. Sasa kwa sababu wewe hujui kuchukua hatua za kimungu, unachukua hatua za kibinadamu, kumchukua mgonjwa na kumpeleka wapi? Hospitali. Hatukatazi watu waende hospitali kwa ufahamu wao, waende. Lakini wewe uliokombolewa na Mungu, mtumie Mungu katika kuweza kuokoa baadhi ya mambo. Lakini haibi tu hiyo afya yako, lakini anaiba pia na fedha. Tumeona hapo jinsi gani anavyoweza kuiba fedha. Cha tatu, anaiba muda. Bwana Yesu asifiwe. Ataiba muda wako, lakini lengo lake kubwa na kuu ni kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Anaharibu mipango yako ulioipanga juu ya ile fedha ulitakiwa ufanyie, mipango yako uliyopanga juu ya ule muda. Lakini lengo kubwa zaidi ambalo waga naliwinda sana ni kuchinja. Ndio maana tumesema mahospitali mengi huwa yana mamochwari. Mtu anachinjwa. Kuchinjwa maana yake ukishachinjwa katika ulimwengu wa roho, ndio katika ulimwengu wa mwili unaonekana wewe umefanya nini? Umekufa. Unanyakuliwa pale, unapelekwa mochwari. Sasa cha ajabu zaidi, mtu umempeleka hospitali amekufa, lakini unatakiwa igomboe maiti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu umempeleka, ulitegemea apate uzima, lakini amekufa,
Baada ya kufa watu wanakuambia hata kama amekufa lazima ulipie hapa. Lengo ni kuendelea kukuibia mpaka uhakikishe kwamba umeibiwa kweli kweli. Lakini Yesu anasemaje? Yesu anasema ila mimi na alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yaani wale wanaomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao wanakuwa na uzima, lakini huo uzima unakuwa mwingi kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Na pia Yesu amewapa njia ya kuweza kufanya nini? Kuweza kuyashughulikia hayo mapepo. Tutaenda kuziangalia kwenye somo lijayo njia za kuweza kuyashughulikia hayo mapepo. Lakini sasa hivi nitaka tu tuone kwamba magonjwa nini? Magonjwa ni mapepo. Yaani ikae kwenye kichwa chako, ni mapepo ambayo yanatumwa na shetani. Alafu kitu kingine nikwambieni, shetani hajawahi kutuma mapepo sehemu ambayo hakuna faida. Yaani ukiona unasumbuliwa na jambo lolote lile, ujue Mungu amepanga mpango mzuri unaotakiwa kutokea kwenye maisha yako. Au Mungu anakuandaa kwa ajili ya kuwa mtu mkubwa kwenye nchi. Shetani analiona hilo, anaanza kupigana na wewe mapema, kukuzuia ili uendelee kutabika huku chini chini, kule juu ambako Mungu anataka ufike usifikie. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hajawahi kupeleka mapepo yake sehemu ambayo hapana faida ya Mungu. Ukiona unashambuliwa sana, ujue kuna faida kubwa ambayo Mungu anataka aifanye kwako wewe. Lakini shetani alishaona kuna kusudi zuri ambalo Mungu amelitengeneza kwako, lakini shetani afanya nini? Ameliona hilo kusudi, anaanza kupingana na wewe mapema. Sasa usipomjua hutoweza kumshughulikia. Ila ukimjua tu utamshughulikia na yeye atakukimbia. Akishakukimbia kusudi la Mungu litatimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuweza kumjua Yesu zaidi, anafanya nini kwenye maisha yetu, alafu tumjue adui yetu jinsi ya kumshughulikia. Tukishamjua adui yetu jinsi ya kumshughulikia, tumeweza kufaulu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki sana.